Madaboke yale mona mbago diyo. Na nemaya ani madabo mbebe yani ombe sana madabo. Pokeni salamu za rais wetu mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Nilimwaga, nikamwambia nitafika Manyoni, nitafika na Ikungu, nitafika na Singida, nitakwenda mpaka Iramba, na baada ya hapo ndio niendelee na shughuli alizonituma. Anawapenda sana, anawakumbuka sana, na anakumbuka yale aliyoyasema siku ile alipopita hapa Ikungu. Mwaka huu 2025 kwenda 30 ndio tuna ilani ambayo ina mambo mengi sana ya kuibadilisha nchi yetu. Ndio tuna ilani ambayo inaongelea kubadilisha maisha ngazi ya familia. Miaka ya nyuma tulikuwa tunaongelea mkoa hadi mkoa, tukaongelea mkoa na wilaya, tukaongelea nchi na nchi jirani. Ilani ya mwaka huu inaongelea ngazi ya familia. Tulikuwa tunasema tutaunganisha umeme kila kijiji, tukasema tutaunganisha umeme kila kata. Ilani ya mwaka huu inaongelea umeme kwenda kwenye familia. Kwa hiyo nakumbuka vijiji vyenu, nakumbuka vitongoji vyenu ambavyo mbunge wenu alisema mbele ya rais siku ile. Mnaye mbunge Machachari, mnaye mbunge Makini, alitaja vitongoji ambavyo bado vinahitaji umeme. Niwahakikishie hiyo ndio kazi inayofuata, kwenda kuunganisha umeme kwenye kaya. Mapema mwaka huu marais wote wa Afrika walikutana Dar es Salaam wakiwa na ajenda mbili. Ajenda moja, kuunganisha umeme kwa Afrika wapatao milioni 300. Ajenda ya pili, kuhama kutoka kwenye kupikia kuni kwenda kwenye kupikia nishati safi ya kupikia. Na hiyo nishati safi ya kupikia, kiongozi wake ni Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa ajenda hiyo yote kwa Afrika na kwa dunia nzima. Kwa maana hiyo ni ajenda kubwa ya serikali ya awamu ya 6 ambapo itakuwa inatekeleza ajenda hiyo ya Afrika na dunia kuelekea 2030. Tunakwenda kuunganisha umeme kwenye kaya zetu ili watu wahame kupika kwa kutumia mkaa pamoja na kuni ambazo zimekuwa zikiathiri afya za Watanzania. Ninyi mnakumbuka na hivi miti ile mizuri ya kupikia kuni na nini kaime imeshaisha. Watu wanapikia ile ya kuchemshia maziwa ile. Akipika tangu usichana wake, mama anapozeeka, macho yanaanza kuwa mekundu. Watu wanaanza kusema huyu ndio mchawi. Kumbe ni sababu ya kupikia kuni. Tuna ajenda hiyo. Lakini sio hiyo tu. Tuna ajenda zingine kwenye afya, kwenye elimu, kwenye kilimo pamoja na sekta zingine za maendeleo. Na mambo mengine rais ameelekeza yafanyike ndani ya siku 100 na tayari yameshaanza kufanywa kazi. Mambo kama yale ya kupata usumbufu, ulikuwa na mpendwa wako yuko hospitalini, Mungu amemwita, mnaanza kupambana, huku una majonzi, huku unapata shida, mwili umekataliwa. Ameelekeza mambo hayo yasifanyike, na sasa hivi Wizara ya Kisekta pamoja na TAMISEMI wanaratibu utaratibu bora ambao utalinda utu wa Tanzania. Lakini sio hilo tu. Tunaratibu jambo la bima kwa afya, bima ya afya kwa wote. Na wenyewe ni jambo la ndani ya siku 100. Haya yote ni mambo ambayo baadhi ambayo tumeyapa uzito, miongoni na mengine mengi kama ambavyo ilani imebainisha kila eneo. Nitoe rai mambo mawili tu. Jambo la kwanza, ili haya yatekelezeke vizuri, watendaji wote serikalini
Lazima tujitume na tuende kwa kasi zaidi. Sekta zote zinazosimamia utoaji huduma kwa Watanzania lazima tuamke. Kuna utaratibu ambao haupendezi. Tunakuwa na injinia wa wilaya, wananchi wanaamua kujenga kituo cha afya, wanaamua kujenga darasa, wanaamua kujenga zahanati. Wataalamu hawa wanakuwepo ofisini, wanalipwa kila mwezi, wanakaa siku wananchi wakitaka kupaua jengo hilo wanawaambia mmekosea kujenga. Ikitokea eneo la aina hiyo, waziri, ikitokea eneo wananchi wamejenga darasa, wamejenga zahanati, wamejenga kituo cha afya, mpaka kikafika hatua ya kupaua, alafu mtu anakwenda na mkanda nje anawaambia mmekosea, akose kazi na yeye kuanzia siku hiyo. Mheshimiwa Rais ametoa magari kila sekta, sehemu zingine pikipiki kwa watendaji wa umma. Anataka muende mkawasaidie kwenye shughuli za kujiletea maendeleo. Haya magari sio ya kuendea kwenye semina, haya sio ya kuendea kwenye mikutano, haya sio ya kuendea kutembea, ni ya kwenda kusimamia shughuli za Watanzania, kuwarahisishia kazi waweze kupata maendeleo. Nitafuatilia kila sekta. Mheshimiwa Rais alishatoa maelekezo kila wakati, sisi wasaidizi wake tutafuatilia utekelezaji wake. Kila sekta tuende kwa wananchi, tujue eneo linalotaka shule, tujue mpango uliopo, tujue hatua zinaanza lini, zinaanzaje. Huu utaratibu wa kuwaacha wapoteze nguvu, wapoteze fedha, wakati wa kupaua tuwaambie mmekosea, tulikuwa wapi? Ama wajenge tuwaambie ikitakiwa kujengwa hapa, tulikuwa wapi wakati wanaweka tofali ya kwanza? Hii tutaifuatilia kwa ukaribu. Haya ni mambo ambayo yanawaumiza wananchi, hasa kule ambako wanataka watoto wao wasitembee eneo la mbali kwenda shuleni, wanaotaka wasitembee eneo la mbali wakina